Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Herini ya mwaka mpya. Ndugu zangu, kiukweli tumekusanyika wote hapa kama waseminari, kama watu wa kanisa, mabrother na watu wengine wote, kwa lengo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumwambia Mungu asante. Mungu aliyetuumba kwa upendo wa ajabu sana, ametukirimia neema yake, ametukirimia baraka zake za kuweza kuona mwaka huu 2026. Tumekuja nadhani kila mmoja ndani mwake kumwambia Mungu asante, kumshukuru Mungu kwa neema hii, kwa sababu anasema moyo wa shukrani upendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa namna moja au nyingine, leo mama kanisa anaweka mbele yetu sherehe kubwa ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu. Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, au Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Huyu ndiye aliyemleta Mwokozi duniani. Wahenga wanasema au Waswahili wanasema, ni nani kama mama? Ni nani kama mama? Na sisi hatuna budi kusema tena katika tarehe hii ya leo, ni nani kama nani? Kama mama. Mama mwenye sifa mbalimbali ambazo huwa tunasikia katika litania. Tunaposali rozari, tukifika katika litania tunataja sifa zake. Ndio huyu ambaye leo mama kanisa anamweka mbele yetu. Mama mwenye unyenyekevu, mama mwenye upole, mama mwenye upendevu, mama mwenye huruma. Ana sifa nyingi sana sana katika litania yake, lakini hasa ni mama huyu aliyekuwa tayari kusema ndiyo katika mpango wa Mungu. Aliweza kukabiliana na hatari ambazo zilizokuwa mbele yake kwa kusema ndiyo, na hatuna budi ndugu zangu katika Kristo kumtafakari mama huyu na kumwomba mama huyu na kumheshimu mama huyu. Lakini ikiwa leo ni siku ya kwanza katika sherehe hii, kuna mambo ambayo mama kanisa anaomba sana tuyatafakari, au lazima kwa sababu ya tarehe yenyewe au kwa sababu ya siku yenyewe na sherehe yenyewe lazima tuyatafakari. Ni mambo makuu manne ya maana sana katika maisha ya kuelekea mwaka huu 2026 au ya kutuongoza katika mwaka huu 2026. La kwanza ni baraka za Mwenyezi Mungu. La pili ni amani. La tatu ni familia. La nne ni mama yetu Bikira Maria. Nikianza na la kwanza, baraka za Mwenyezi Mungu. Mwambie jirani yako, umebarikiwa. Umebarikiwa. Ndugu zangu, ni ukweli ulio dhahiri kabisa kwamba kumaliza mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine ni upendeleo mkubwa sana, ni baraka kubwa za Mwenyezi Mungu kwetu, ni neema ambazo hatuna budi kukubali na kukiri kwamba tumebarikiwa. Mungu ana malengo na maisha yetu. Mungu ana malengo na kila mmoja wetu, na ndio maana tumeweza kuvuka mwaka kuingia mwaka mwingine. Huwa nakumbuka tukio hili kwamba nikiwa mseminari kabisa, ilikuwa ni mwaka 2009. Ndugu mmoja seminari alifariki masaa matatu kabla ya kuona mwaka. Tukiwa kanisani tunaambiwa ndugu yetu mseminari mwenzetu amefariki. Ilikuwa ni jambo la huzuni sana, kwa sababu wote tulitarajia kwamba atauona. Kwa hiyo hata msalaba wake uliwekwa mwaka 2009, sio mwaka 2010. Ilikuwa ni jambo la kuumiza sana. Kwa hiyo kuvuka mwaka kwa namna moja au nyingine ni baraka za Mwenyezi Mungu, ni neema za Mwenyezi Mungu.
Na ndio hicho tunakisikia katika somo la kwanza. Ni somo fupi sana, ni somo kutoka katika kitabu cha Hesabu. Tunasikia ahadi za Mungu kwa wana wa Haruni. Hizi ambazo tumezisikia zimesoma vizuri na msomaji hapa, ni baraka. Ni baraka, yaani ukisoma zenyewe kama zilivyo ni baraka. Wengine wanaita ni kudra za Mwenyezi Mungu. Ni baraka kwa wana wa Israeli, taifa teule la Mungu. Hizi ambazo tumesikia katika somo la kwanza, na ndio maana zinasomwa katika tarehe ya leo, mwanzo kabisa wa mwaka. Na huwa mara nyingine katika madaraja mbalimbali ya kanisa basi zinasomwa tena, na hata saa nyingine wazazi wanapenda kuzitumia kwa ajili ya watoto wao. Nasi kiukweli kabisa zinasomwa hizi kwa sababu tumeteuliwa sisi sote tulioko hapa. Hivyo baraka hizi si tena kwa taifa la Israeli tu, si tena kwa wana wa Haruni tu, bali ni kwa ajili yetu sisi tulioko hapa. Na ndio maana zimesomwa hapa, zinatuhusu sisi moja kwa moja. Leo Mungu anatuona na anafanya kile kile alichokifanya kwa taifa hili la Israeli, alichokifanya kwa wana hawa wa Haruni. Leo anatuambia sisi wateule wa mwaka 2026 kwamba atatubariki na kutulinda, atatuangazia nuru ya uso wake na kutufadhili, atatuinulia uso wake na kutupa amani. Ndugu zangu, nikuombe sana sana katika mwaka huu, kumbuka baraka hii, tembea na baraka hii katika hali yoyote ile, iwe kwako, iwe kwa mtu yoyote. Anapokueleza juu ya maisha yake, anapokueleza juu ya changamoto zake, usisahau kumkumbusha baraka hizi ambazo zinawekwa mwanzoni kabisa mwa mwaka, kwamba kwa nini unakuwa na mashaka, kwa nini unakuwa na huzuni, kwa nini unakuwa na wasiwasi? Umesahau baraka iliyowekwa juu yako na Mwenyezi Mungu aliyekuchagua katika mwaka huu. Mkumbushe kwamba Mungu alisema atakubariki na kukulinda, kwamba atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, kwamba atakuinulia uso wake na kukupa amani. Kwa nini unakuwa na mashaka? Roho hiyo unaitoa wapi? Mashaka yakiwa makubwa kabisa, mkumbushe kile alichoambiwa kijana wa Paulo kabisa alipokuwa gerezani. Paulo alimkumbusha kijana wake katika waraka wake wa pili, yaani kijana huyu akiitwa Timotheo, maana yake ni waraka wa pili kwa Timotheo, ile sura ya kwanza aya ya 7. Anasema Timotheo, hatukupewa roho ya uoga kabisa, bali roho ya ujasiri na kiasi. Kumbushe kila mtu kwamba kwa baraka hii za Mwenyezi Mungu, ndani mwake lazima awe na roho hii anayosema Paulo kwa kijana wake Timotheo, roho ya ujasiri, roho ya nguvu, kwa sababu Mungu tangu mwanzo hakuweka ndani mwetu roho ya woga, roho ya wasiwasi, roho ya mashaka. Je, hii roho ya mashaka na wasiwasi katika safari ya mwaka inatoka wapi? Kuona mwaka ni baraka, kuona mwaka ni neema. Kama Mungu kweli amekupendelea, kama Mungu kweli amekuona, na kama Mungu kweli ametamka baraka hizi, basi baraka hizi lazima kutembea nazo mwaka wote, haijalishi unapitia hali gani. Kikubwa ni kutosahau. Jambo la pili ambalo lazima tuliangalie kwa makini sana, tutafakari na tulielewe, ni amani. Mwambie jirani yako, ukiwa na Mungu kuwa na amani. Ni jambo la pili, amani. Sasa hivi katika ulimwengu wa sasa hivi ni jambo ambalo limekuwa na mjadala mkubwa sana. Kila sehemu ukienda utasikia amani, 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 amani. Kwa sababu gani inajadiliwa? Kwa sababu ya hali yenyewe ilivyo, na mioyo ya watu ilivyo,
imekosa tunu hii ya amani. Ndani ya mioyo yao hakuna amani. Watu wengi katika ulimwengu wa leo ni ulimwengu ambao tunashuhudia sana, ulimwengu uliojaa vita, ulimwengu uliojaa vurugu, ulimwengu uliojaa fitina, ulimwengu uliojaa usaliti, ulimwengu uliojaa vinyongo, ulimwengu uliojaa mauaji, ulimwengu uliojaa kulipiza visasi, ulimwengu wenye kila aina ya uovu. Vyote hivi vimekuwa masikioni mwa watu na vimekuwa machoni mwa watu usiku na mchana. Hivyo kwa sababu hiyo, mioyo hii badala ya kuwa na utulivu, mioyo hii imekuwa na vurugu za ndani. Neno amani kiukweli limekuwa ni msamiati, limekuwa ni kitendawili, au limekuwa ni neno nadharia tu. Watu wengi wanacheka kwa nje, lakini kwa ndani wanalia. Watu wengi wanatabasamu kwa nje, lakini kwa ndani wananuna. Watu wengi wanapongeza kwa nje, lakini kwa ndani wanalaani. Watu wengi wanasifu kwa nje, lakini kwa ndani wanatukana. Neno amani limekuwa nadharia sana. Ni ukweli ulio dhahiri, sisi kama Wakristo na tunashuhudia hicho. Nchi mbalimbali zina ugomvi wa hapa na pale, nchi zina vita vya kutisha. Tunashuhudia ulimwenguni kote kuna vita ambavyo hatujui vitaisha lini, na vilianza kwa kama utani tu hivi hivi tu. Ni ulimwengu ambao tunashuhudia sio tu nchi, bali hata koo, na koo zinawindana. Koo nyingi hazina amani. Ni mara chache sana kukuta watu wa ukoo mmoja wana kikao cha pamoja na kujadili masuala yao yanayohusu ukoo. Hata sisi tuna mashuhuda hapa. Koo zetu nyingi hazina amani. Koo zetu nyingi unakuta mjomba anagombana na dada yake ambao ni shangazi, anagombana si nani na nani, watu hawapatani. Mpaka unasema hawa watu walizaliwa ukoo mmoja, hawa watu wametokea sehemu moja. Wakati mwingine wanakukimbilia wewe kwa sababu basi ni mtu wa kanisani, wanaomba suluhu. Lakini ukiangalia unasema hivi, mimi nimezaliwa katika ukoo huu kweli? Unauleta mbele ya Mungu ili Mungu aweze kuwekea mkono wake na akubariki. Lakini koo zetu nazijua wenyewe, zimejaa saa nyingine hata imani za kishirikina, kwamba huyu anamloga huyu, kwamba huyu anamfanyia huyu, ndio maana aendelei, ndio maana apati mtoto, ndio maana afanikiwi. Koo zetu kabisa tunazifahamu. Kwa hiyo swala la amani katika ukoo vile vile limekuwa nadharia. Wengine wanaweza kukuonea wivu kwa mafanikio kwa hatua uliopiga, wakiangalia kwamba kwa nini mwanangu, kwa nini hivi. Ni ukoo wa kawaida kabisa. Dini kwa dini zinawindana, kuna magomvi makubwa sana. Tunashuhudia hiki kitu. Madhehebu kwa madhehebu yanawindana vile vile. Ulimwengu ambao wa sasa hivi nasema, kwa sababu swala la amani kitawili, jamii fulani inawindana na watu wa jamii fulani nyingine. Wakulima na wafugaji wanawindana, yani kana kwamba hao watu hawajakaa au imetokea tu bahati mbaya kuwa katika kijiji kimoja. Mbaya kingine, tunaishi katika ulimwengu ambao tu mtu na mtu wanawindana, mtu na mtu wanawindana. Tumekuwa kama wanyama katika ulimwengu wa sasa hivi, na mbaya zaidi ni ulimwengu ambao tumezidi hata wanyama. Wanasema ni afadhali kukutana na simba polini kuliko kukutana na binadamu mwenzako. Hiki ni nini? Si sawa. Yaani mtu anajihisi amani akutane na mnyama fulani wa kutisha kuliko kukutana na binadamu mwenzake, kwa sababu tumeona na tunashuhudia na tunajua na tunaishi katika ulimwengu wa namna hiyo ambao binadamu kwa binadamu wanawindana kama digidigi porini. Si sawa. Ndio maana tunapoanza mwaka huu lazima kuomba sana 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 amani. Na mbaya zaidi, naomba niwaambie, mbaya zaidi
ni hali ambayo mtu anajiwinda yeye mwenyewe. Mtu anajiwinda yeye mwenyewe na nafsi yake. Binadamu wengi siku hizi wana maumivu ya ndani, wana vidonda na makovu ya ndani ambayo yamezidi, hivyo kuwafanya wakose amani. Ndio maana mwaka huu tunapoanza lazima kuomba. Haishangazi siku hizi unakuta mtu anatembea huku anazungumza peke yake, anasema peke yake, utaniona, mtalipiza tu, uniwezi, mpumbavu huyu, mjinga huyu. Yaani mazungumzo ya ndani. Hata sinaweza kushuhudia wakati mwingine unaweza ukaingia chumbani na ukabadilisha nguo, ukasali, ukasema ngoja nalala, lakini usingizi usije, kwa sababu ndani mwako kuna mazungumzo makali, kuna vita vikali vya maisha. Unadhani ni mimi na wewe tu tunapitia hayo? Asilimia kubwa ya watu tunaowaona wanapitia hayo, hata kama hawasemi. Wanalia machozi ambayo ni wao na Mungu wao wanayajua tu, hawana wa kumweleza, kwa sababu hata wakieleza hawataeleweka. Hawana wa kumsikiliza, kwa sababu hata huyu ambaye anaomba amsikilize naye ana shida zake, hana muda. Ndugu zangu, lazima tukubali tunapoanza mwaka huu kuomba amani, kuomba amani, kuomba ili watu waponywe majeraha yao, kuomba ili watu watambue kwamba wameumia, wameumizana, waombane msamaha, kuomba ili watu waweze kujishusha, kuomba ili mtu aweze kujisamehe mwenyewe. Mtu asitembee na historia yake, asitembee na makovu yake, asije akajirani yeye mwenyewe akajiona amekosa. Ndugu zangu, unaweza ukasema mimi nikiwa na hela, nikiwa padri, nikiwa hivi nitakuwa na amani. Si jambo jepesi, kwa sababu wengi ni ngumu sana kuacha historia zao. Tunashuhudia hata wakati mwingine mtu ana hela na ni tajiri, lakini anajinyonga. Unajiuliza, huyu ana kila kitu, imekuwaje? Imekuwaje amejinyonga? Mtu amekuwa padri lakini anafanya vitu vya ajabu mpaka unashangaa, huyu imekuwaje? Imekuwaje? Mbona anapitia hali hii? Anatafuta labda faraja katika pombe, faraja katika starehe za dunia, faraja katika marafiki ambao wastahili, faraja katika matendo ambayo baadaye yanakuja kumgharimu. Wanasema si huyu padri huyu. Nilijua ukiwa padri unakuwa na amani, unakuwa na kila kitu. Hapana. Ni kwa sababu anabaki kuwa binadamu. Lazima kuombeana sana, lazima kusikilizana, lazima kuelewa kwamba tunaweza tukapitia kipindi ambacho msongo wa mawazo unaweza ukapelekea tukafanya mambo ya ajabu. Ndio maana tunapoanza mwaka huu lazima kusali sana sana. Tujiombee sisi wenyewe amani, tuombee taifa letu amani, tuombee familia zetu amani, tuombee koo zetu amani. Jambo la tatu ni familia. Tunapoanza mwaka huu tunaangalia sana familia. Ni kanisa dogo la nyumbani. Familia ni sehemu ambako miito yote inatoka. Miito mitakatifu yote inatoka katika familia. Kwa hiyo ndio maana tunapoanza mwaka huu lazima kuangalia familia. Kwa sababu gani? Swala hili ambalo tumeliongelea la amani, hadi kwenye familia sasa hivi limeanza kuwa kitendawili kisichokuwa na majibu. Vijana wengi ukiwaambia waingie katika familia ni sawasawa na kuambia wajitumbukize katika mafuta ya moto yanayochemka, ambayo wakiingia hawatapona, au hata wakipona watabaki na majeraha makubwa sana sana. Ndugu zangu, na tunashuhudia hilo. Familia zetu, familia ambazo tunatoka, familia ambazo tunazijua, baba na mama hawapendani. Inaumiza. Watoto na wazazi hawapendani. Watoto kwa watoto wenyewe hawapendani. Mpaka unasema hao wamezaliwa familia moja.
Familia zetu pia si kana kwamba tupo kanisani zitakuwa zimekingiwa. Hapana, tunazifahamu. Wakati mwingine unasema basi tu, unaangalia tu, unaomba tu, kwa sababu unashuhudia yanayotokea katika familia yako mwenyewe. Unatamani familia yako ingekuwa kioo, lakini hauwezi ukaiadithia familia yako mbele ya watu, kwa sababu unafahamu yanayotokea ndani ya familia yenu, unafahamu yanayoendelea ndani ya familia yenu. Haishangazi na wala haishtui siku hizi kwenye familia kukuta baba na mama wanaishi kama mataruma ya reli, kwamba kila mmoja ana hamsini zake. Watu wanaishi tu kwa sababu basi tulifunga ndoa na ndoa Katoliki basi haivunjiki, it's okay. Wanaishi tu. Wengine wanaishi ni kwa sababu basi tuna watoto, hatuna namna, basi tuwalee. Mama anasema au baba anasema, hivi nikiondoka watoto hao watalewa na nani? Wacha tu nipambane, wacha tu nikomae. Analia mwenyewe usiku na mchana. Tunaishi katika familia ambazo tunazijua tu kwamba wengine wanasubiria kwamba huyu mtu afe na mimi angalau niwe na amani. Tunaishi katika familia ambazo mtu anakuambia sasa niombee. Ninayoyapitia nayajua mwenyewe, ninayoyashuhudia nayajua mwenyewe. Ndugu zangu, hili ni jambo ambalo linaumiza sana. Hasa linaumiza pale linapogusa familia yako. Unaona baba anahangaika, mama analia, na wewe mwenyewe unaumia, kwa sababu unajua maumivu yanayotokana na kukosa amani ndani ya familia. Ndio maana tunapoanza mwaka huu lazima kuziombea familia zetu, lazima kusali kwa ajili ya familia zetu. Na ndio ukweli kabisa, makanisa anaweka jambo hilo, kwa sababu tunahitaji amani hata kwenye familia. Familia kukosa amani, nje hakuwezi kuwa na amani. Familia zikosa amani, hatuwezi kutoa kile ambacho hatuna, nchi haiwezi kuwa na amani. Lazima tuziombee familia zetu. Ni ulimwengu ambao unashangaza sana sasa hivi, hata wazazi wakitoka au saa nyingine hawatoki, wakiongea habari zao ni artificial tu, kwamba mvua imenyesha, kwamba joto kali, kwamba kuna baridi, kwamba chakula ni kitamu. Hakuna muda au hawawezi kuongea yale yanayowahusu. Na tunashuhudia baba mama hawezi kuongea kwamba umeamkaje mke wangu, umelalaje mke wangu, kazini kwema mke wangu, ile picha yetu ya ndoa iko wapi, ile gauni letu la ndoa liko wapi. Hawaongei masuala ya ndani yanayohusu familia zao, kwa sababu wanaogopa. Tunashuhudia watu hawaambiani tena I love you, hawapigiani simu. Tunaweza hata sisi tukashuhudia hapa, mwaka mpya umeanza, wangapi wamempigia baba zao, mama zao, wale waliowalea kwenye familia zao kuwatakia heri ya mwaka mpya. Wengine tumewatakia ndugu wengine tu, lakini familia tumeona hawa baadaye, hawa. Jiulize mara mbili, kwa nini hujamtakia kwanza baba, mama, mlezi, mdogo wako, dada yako? Umeanza kuwatakia hao wengine. Kwa sababu kuna kitu, mahusiano yapo yana shida. Walio karibu wengi ni hao uliowatakia, lakini wengine basi unasema Ulimwengu wa sasa hivi watoto wakiona baba zao wanakimbia. Baba naye anaweza kaangalia watoto akasema mna akili kama za mama yenu nini hapo. Nashangaa sasa kwa mama ana akili gani? Najiuliza mara mbili. Kwa ndugu zangu, tunapoanza mwaka huu mbele ya Mungu tuziombee familia zetu. Hazijakingiwa. Hata familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu walikukingiwa mateso. Walipitia changamoto, walipitia magumu. Hivyo familia zetu zitapitia yale. Mtaona unakaribia kupadrishwa, ndio kwanza familia zinaanza kugawanyika. Ndio kwanza migogoro inazidi mpaka tunasema Mungu naomba unisaidie. Kwa lazima tusali. Tusisahau kuwaombea wale ambao wamekuwa ni kama taasisi ambayo imezalisha miito hii ambayo tuko nayo sisi. Jambo la 4 na la mwisho ni Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria. Ukweli ulio dhahiri, yaya yote yaliyozungumzwa, huyu mama ndiyo jibu la yote.
Huyu mama ni zawadi pekee kwa kanisa Katoliki sana. Wakatoliki wengi wamekuwa wakipotoshwa sana na kupoteza imani yao juu ya huyu mama. Wazushi wamekuwa wakisema, au watu wengine wamekuwa wakisema, inawezekana tumesikia, wamekuwa wakisema, chungu lini kikatoa mfinyanzi? Yaani huyu si mama kweli wa Mungu. Wengine wamekuwa wakibeza hivi, huyu ni bahasha tu, sisi tunasoma barua, bahasha tunatupa. Ni maneno ya kejeli kwa huyu mama. Wengine wamekuwa wakisema mama huyu ni dirisha la kupitisha mwanga, sisi tumepata mwanga, dirisha tunafunga, halina umuhimu. Ndugu zangu, naomba niwaambie ukweli ulio dhahiri kabisa. Tumesikia katika somo la Injili heshima aliyokuwa anapewa huyu mama, tafakari aliyokuwa anafanya huyu mama. Hivi jiulize, huyu aliyeheshimiwa na malaika, tena malaika mkuu kabisa, sisi ni nani hata tusimpe heshima? Watu wa kawaida kina sisi, mtu nasema kwa nini usimpe heshima huyu? Unaweza ukajiuliza, malaika walimtambua kwamba huyu amejaa neema. Mimi na wewe ni nani hata tusikiri hilo na tulitambue hilo kwamba amejaa neema? Mtoto Yesu mwenyewe alimheshimu, alimsikiliza. Iweje kwetu sisi? Ndugu zangu katika Kristo, nilianza kwa kusema Bikira Maria ni jibu la haya yote niliyozungumza hapo mwanzo. Tuombe sana neema ya kutambua hilo na kumkimbilia na kuambia watu wengine wasali, hata wakati mwingine rozari. Unakosa amani, mwelekee mama Bikira Maria. Familia inayumba, mwelekee mama Bikira Maria. Masomo ni magumu, mwelekee mama Bikira Maria. Shetani wakati mwingine vishawishi na vipitia, mwelekee mama Bikira Maria. Vita vya roho vinakusonga, mwelekee mama Bikira Maria. Na atakaye kuuliza, mwambie sali, muombe mama, naye atakuombea kwa mwanaye, na Mungu atasikiliza sala zako. Bikira Maria mama wa Mungu atuombee siku zote za maisha yetu milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.